wa serikali leo imeondolewa mahakamani katika mazingira yanayothibitisha kwa mara nyingine tena dhamira mbaya ya ofisi ya DPP katika kushughulikia swala la Mheshimiwa Lema. Sisi kama chama cha siasa tunafadhaishwa zaidi na kwamba sasa ni miezi minne na zaidi Mheshimiwa Lema bado yuko mahakamani na yuko gerezani. Hii nafikiri ni mara ya 14 anafika gerezani tangu ameingizwa kizuizini. Tunasema hili ni jambo ambalo liko kinyume na sheria kabisa. Nimefarijika kwa kiwango kikubwa na kauli ambazo zimeonyeshwa ambazo zimetolewa na majaji wetu siku ya leo, japo hazikuwa sehemu ya hukumu. Majaji wa mahakama ya rufaa wameonekana kushangazwa sana na namna jambo ama kesi ya Mheshimiwa Lema imekuwa treated na mawakili wa serikali. Wamediriki kusema majaji pale kwamba hapa hakuna kesi na watu watendewe haki. Tuache michezo mingine ya kisiasa ndani ya mahakama. Kauli hii kwetu ni kauli nzito sana, kwa sababu tulishaanza kukosa imani na mahakama, tukiamini kwamba mahakama sasa inapewa maelekezo na serikali nani apewe dhamana na nani anyimwe dhamana. Wanatumia technicalities za kisheria. Lakini sisi kama chama tumefarijika sana na kauli mbalimbali zilizotolewa na majaji siku ya leo, baada ya wao kuonekana kabisa kuchoshwa na uonevu uliokithiri wa kunyima haki za Mheshimiwa mbunge kwa muda mrefu kiasi hiki. Sasa sio haki za Mheshimiwa mbunge pekee, ni haki za familia yake vile vile, maana yule ni mzazi. Ni haki za wapiga kura wa jiji la Arusha ambao yeye ni mbunge, na ni haki ya Watanzania wote kwa sababu yeye ni mjumbe wa kamati kuu ya chama chetu. Kwa hiyo sisi kama kamati kuu ya chama tuliamua leo tuje mahakamani kumuunga mkono Mheshimiwa Lema. Ndio sababu unaona viongozi wote wa kamati kuu wako hapa na wengine bado wako njiani. Tunasubiri sasa mahakama kuu itaamua lini sasa basi kufanya uamuzi kuhusiana na kesi ya Mheshimiwa Lema, kwa sababu sasa kesi imeshaondolewa mahakama ya rufaa. Nimesikia maneno ambayo yalitamkwa, pamoja na kwamba pengine hayapo katika uamuzi wa mahakama, lakini nimesikia mahakama namna ambavyo ilivyokemea ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali, namna ambavyo tunaweza tukasema kwamba wametumia mahakama kama mwamvuli wa kumsumbua, kumweka ndani Godbless Lema mpaka leo bila sababu zote za msingi za kisheria. Na mmeona jinsi ambavyo pamoja na mchakato wote, lakini mwisho wa siku kwenye rufaa moja ambayo ndio ilizuia maamuzi ya mahakama kuu kuhusu dhamana, namna ambavyo wameondoa wenyewe rufaa yao baada ya kukubaliana na mapingamizi yetu kwamba rufaa ile haina mashiko na haikustahili kabisa kuwepo mahakamani mpaka leo. Na bila rufaa ile mahakama kuu isingesema kwamba mikono yake imefungwa kuamua swala la dhamana ya Lema. Kwa sisi tunafurahia, inaitwa vindication kwamba mwisho wa siku tumeonekana kwamba tulikuwa sahihi toka mwanzo. Kwa hiyo sasa kinachofuata ni kuiomba mahakama kuu kwa haraka kadri inavyowezekana ituite ili kuweza kuendelea na mchakato wa kutoa uamuzi kuhusu swala la dhamana. Kwa maoni yetu ni kwamba safari imekuwa ndefu kwa sababu ambazo kama nilivyosema mahakama imeziongelea pia, pamoja na kwamba sio kwenye record, lakini safari yetu inakaribia kuisha.